Naitwa Isaac Daniel Joseph, mwenyekiti wa bodaboda mkoa wa Katavi. Kwanza tunatambua kabisa chama hiki ni kwamba kimeanzishwa muda mrefu, lakini miundombinu ambayo ilikuwa ikifanyika hapo awali ilikuwa sio rafiki. Kwa hiyo tumeingia kwenye huu uongozi sasa ni kama watu tunaoanza mwanzo. Kwa hiyo changamoto kubwa bila kupepesa ni mfuko sio rafiki. Kwa hiyo inatuwea ngumu namna ya kuwafikia wadau sasa katika wilaya zote 3. Kwa hiyo inatulazimu kuchukua muda mrefu. Kwa hiyo hilo ni changamoto kubwa. Yaani fedha tunasema ni changamoto kubwa. Lakini sambamba na hilo kuna namna ambavyo tunataka kila mmoja katiba hii ashiriki kwa namna moja ama nyingine. Yaani kila mwanachama au mwanaumoja wa umoja wa bodaboda mkoa wa Katavi ni lazima ashiriki kwa kutoa mawazo. Kwa hiyo ni lazima tuende taratibu ili kila mmoja aweze kuchangia, na tunapokwenda kwenye utekelezaji asiwepo mtu wa kusema kwamba katiba mimi sikushiriki au sikushirikishwa. Ndio maana unaona ni process, lakini Mungu jalia tutafikia tu malengo yetu ambayo tumekusudia kwamba ndani ya mwezi wa 6 tutakuwa tumekamilisha zoezi hili. Kwa tathmini kila mmoja na namna na kalama ya uongozi. Hata kwenye maegesho haya kuna maegesho ambayo ukiangalia kimsingi yako vizuri na mengine yapo tu, lakini kila mmoja na namna ya uongozi wake. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wenzangu waliotanguliwa walijaliwa namna gani ya kufanyaje ya kuwa control hawa watu, lakini sasa mimi nikaona kabisa nikiingia ni lazima nipate katiba, kwa sababu najua katiba ndio muhimili na ndio mwongozo wa kila kitu. Kwa hiyo kuongozana hii kwa mazoea inaleta shida, kwa sababu mimi katika kituo nimepata kesi nyingi zinaanza kwenda mahakamani ambazo zilikuwa zinahusisha hizi kazi za bodaboda. Kwa hiyo nikaona katika swala hili ni lazima nilifanyie kazi na tupate katiba. Lile kwanza tulipokea kwa masikitiko makubwa, kwa sababu tunapoteza nguvu kazi ya taifa hili. Kwa hiyo ndio maana tunaendelea kuhamasishana kwenye maegesho yetu kuhakikisha tunabeba abiria si zaidi ya 2, yaani kwa maana dereva na abiria mmoja. Lakini ikitokea una mgonjwa ukambeba mtu wa pili unampeleka hospitali, sokoni, sio mbaya, lakini kubeba watu 3, 4 tumekuwa tukilikemea, na hasa hata mimi mwenyekiti na nikishikiana na kamati yangu tumekuwa tukisimamia sana hata hawa viongozi wa maegesho kuambia na kuwakumbusha kwamba kuweza kuwaambia hawa watu wa chini wahakikisha wanabeba abiria kwa njia ambayo ni salama na si hatarishi, kwa sababu utakapokaa kwenye tenki, utakapopata emergency yoyote hutoweza kujicontrol wewe, kwa sababu tayari umeshasogea mpaka kwenye tenki, namna kukata hata kona inakuwa changamoto. Kwa hiyo tumeendelea kuhamasishana, na kama ulivyoona afande DTO tulikuwa naye kwenye kikao cha leo na ameendelea kukumbusha. Kwa na sisi kuendelea kukumbushana, na katika mipango kazi ambayo tulionayo kwenye katiba hii tunaweka mipango kazi hiyo kwamba ikiwezekana ukikamatwa, haijalishi umetokea kwenye kituo fulani, wewe tukikukamata na tunashajua ni bodaboda, kwa tunaweka maspai wetu pale. Tukikukamata lazima utakuja kuchangia mfuko. Kwa hiyo itapunguza hata jeshi la polisi adha hii ya kukimbizana, kwa sababu tayari sisi wenyewe tutakuwa na uwezo wa kuwadhibiti, na hatuwezi kwenda kuwadhibiti hali ya kuwa katiba haijaelekeza hicho kitu. Kwa hiyo katiba kama tutakubaliana na itaelekeza kwamba sisi wenyewe tutaanza kukamatana wenyewe kabla hata kufika jeshi la polisi, nadhani itasaidia kwa kiwango kikubwa. Maazimio ya kikao kijacho ni kwamba niyatokanao na kikao hiki ambacho tumekubaliana kwamba viongozi wa kanda tumewapa majukumu la kuhakikisha wanakwenda na rasimu za katiba kwenye vituo vyao au kwenye kanda zao, kuwaita sasa kila kiongozi wa kanda, manaka ataita kama kanda ya Mbata Hoteli ataita viongozi wake na wale wajumbe wote wataipitia ile rasimu ya katiba. Kwa hiyo wakishakuja tayari tutashapata takwimu ya wajumbe walioshiriki kupitia hiyo rasimu ya katiba. Kwa hiyo moja kwa moja itakuwa ni zoezi sasa limetamatika hapo. Kitakachofuata ni kwenda ofisi ya mkuu wa wilaya kwenda kupata utambulisho na barua ya utambulisho wa umoja wetu, moja kwa moja kupata idhini sasa kwenda kusajili Wizara ya Mambo ya Ndani. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.